Halafu ufuate wewe hapo. Kwa majina naitwa Godfrey Mnyaga, natokea Mwanza, ni mtoa huduma binafsi, lakini vile vile nimefika hapa kupitia chama chetu cha watoa huduma binafsi kitwacho AFTA. Mheshimiwa Rais, nikupongeze sana kwa jitihada zako za kujenga nchi yetu na kuondoa kero mbalimbali ambazo zilikuwepo awali. Mimi nachotaka kukizungumza kwa upande wangu, ninawasilisha malalamiko yangu kwako, na ninaona hii ni nafasi pekee. Nilikutafuta sana ili niweze kukutana na wewe, niweze kuwasilisha malalamiko yangu. Ulienda Chato tukachengana, nimeshakuja sehemu mbalimbali. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, huenda swala langu litajibiwa leo. Katika kuunga mkono katika kujenga nchi, tupo sekta mbili. Kuna serikali, kuna watu binafsi. Mimi mwaka 2013 nilifungua chuo Mwanza, kilikuwa kinaitwa Gisan Health Training Institute. Nikasajiliwa na mamlaka husika vizuri kabisa, nikaanza kutoa mafunzo. Nilipofika mwaka 2015 nilitoa bachi ya kwanza, nikakutana na mitihani ya Wizara ya Afya, lakini utaratibu wa mitihani nikaona ulikuwa na kasoro, na nikazungumza na wahusika warekebishe kasoro hiyo, wakakataa. Nikaona ili nisiharibu muda wa wale wanafunzi, niingie gharama, alafu baadaye ndio nianze kufuatilia tatizo kasoro hiyo, kama ingewezekana wahusika waweze kuifanyia kazi. Mwaka 2015 nilitumia hela za kugharamikia mitihani ya Wizara ya Afya ambayo mimi niliona kulikuwa na dosari pale, na nikawaambia wahusika, hawakuweza kukubali. 2016 walipoleta mitihani, nikawaandikia barua, nikawauliza kama utaratibu ulikuwa kama ule wa 2015 na warekebishe, vinginevyo mtihani singeliupokea. Na kweli nilikataa kupokea hiyo mitihani. Wakachukua wanafunzi wangu wakapeleka kwenye vyuo vingine, lakini nikaona haikuwa mwisho, kwa sababu mimi nia yangu ilikuwa ni kusaidia serikali kuwekeza katika eneo hilo, vile vile kutengeneza ajira yangu na watu wengine niliokuwa nimewaajiri. Nikamwandikia katibu mkuu Wizara ya Afya, hakunijibu. Nikaenda kwa mkuu wa mkoa Mwanza, akanipa msaada mkubwa sana, namshukuru. Akawaandikia wahusika wa kujibu. Swala langu likaenda TAKUKURU, wakafanya uchunguzi Wizara ya Afya, wakakuta kuna kasoro kwamba malalamiko yangu yalikuwa ya msingi. Wizara ya TAKUKURU wakanipa mrejesho wa maandishi, nimefungasha ninao hapa, kitaka mheshimiwa. Nikaandika barua kwenye ofisi yako, wakatoa maelekezo kwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, yuko hapa, kwamba ashughulikie swala langu na lilikuwa la msingi. Katibu mkuu akaniita Dodoma, nikaenda nikamweleza, tukakutana. Nilipomwambia akafiri kabisa kwamba nilikuwa nimeonewa, akasema nirudi Mwanza. Nikarudi Mwanza. Niliporudi Mwanza, baada ya muda akaniandikia barua ambayo ilikuwa tofauti kabisa na tulivyokuwa tumefanya kikao. Sasa malalamiko yangu kwa kifupi ni kwamba nilikuwa naomba wale watu walionisababisha mimi kwanza nilifunga chuo, niamua kufunga kabisa chuo. Nilikuwa na mikopo benki imenitia msukosuko, mpaka leo nimefilisika. Naishi maisha ambayo hayakuwa ya kwangu. Kwa hiyo wale wahusika bado wanaendelea na ajira zao pale, na taarifa ya TAKUKURU ilisema kwamba watawachukulia hatua. Ninayo hapa, hawakuchukuliwa hatua mpaka leo wanaendelea. Sasa nataka pia nipate majibu kwa mkurugenzi wa TAKUKURU, kwa nini wale watu hawakuchukuliwa hatua? Nimeendelea kukufuatilia wewe. Nimeandika barua, ulipokuwa Chato nilikuja nikawapa wahusika barua. Baada ya kueleza nikajua zitakufikia, kwa sababu najua wewe ni mchapakazi na maamuzi mengine umekuwa natoa pale pale. Baada ya kuona nikakosa uhakika kwamba ulipata barua zangu. Kwa hiyo nimekuja nazo, nimefungasha hapo pamoja na maelezo haya, ili kama inawezekana swala langu hao watendaji wa Wizara ya Afya wanifidie, kwa sababu wanisababishia hasara na kunikatisha tamaa kuwekeza kwenye eneo hilo, ili niweze na mimi kurudi kutoa mchango wangu
hapa nchini kama ambavyo unatuhimiza wewe. Baada ya kusema sitaki kuchukua nafasi ndefu, na hoja nyingine inahusiana na PPP ambayo Wizara ya Afya inafanya na sisi watoa huduma binafsi. Kwa upande wangu ninaona kuna kasoro kwenye eneo moja. Kwenye vituo vya private tunaelekezwa tutoe huduma nyingine za bila malipo, kwa mfano RCH na huduma nyingine zinazofanana hivyo, TB na namna ile, ambazo kwa mtazamo wa kawaida naamini ziko funded somewhere, lakini hawatupi incentive yoyote, wala hawaleti watumishi kwenye vituo vyetu vya private. Tunaingia gharama, tunaajiri watu kwenye huduma ambayo inatolewa bure, wakati sisi ni sekta binafsi na tuna kodi nyingine ambazo tunalipia serikalini. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, ombi langu kubwa, inawezekana maneno yangu haya yasijitosheleze, kama inawezekana kwa utaratibu wako nikupe documents ambazo zinatoka kwenye ofisi zako ili uweze kuifanyia kazi malalamiko yangu. Nachoomba wanifidie na wanirejeshera nilizozitumia kugharamikia ile mitihani ya Wizara ya Afya. Unadai ngapi? Nadai milioni 24. Haya, asante Mnyaga. Yule kule. Kwa majina na leta hizo document. Hebu chukua hizo document nizani. Kwa majina naitwa Grayson Mwakalindile. Profesa chukua hizo nani? Au Dr. Ngwali. Unazo kopi ya document hizi? Hizi ni kopi zangu. Haya. Dokta pale. Nashukuru Mheshimiwa Rais. Mnaona faida ya kusikiliza pia? Haya. Kwa majina naitwa Grayson Mwakalindile. Ila tuzungumze kwa ufupi kusudi wengi tusikie mengi zaidi. Amen. Au mnaonaje madokta? Kabisa. Nitatumia dakika moja lakini nitawasilisha mambo matatu. Kwa majina naitwa Grayson Mwakalindile, ni medical radiographer, mwajiliwa wa taasisi ya saratani Ocean Road. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa jitihada zako kuboresha idara ya radiolojia kwa ajili ya kuboresha afya. Kwa mfano, imeelekezwa mashine nyingi sana ambazo zimeletwa na serikali ni upande wa radiology. Mtu anaenda kuzitumia mashine hizo na kuziendesha ni medical radiographer na wasaidizi wengine. Mheshimiwa Rais, ombi letu kama medical radiographers, hatukuwa na degree ya kozi yetu hapa Tanzania. Mwaka jana mwaka 2019 Bugando ndio walianza kudahili degree ya kozi yetu ya radiography, na asilimia tu kabla tu 2000 radiographers, lakini wengi wetu karibia asilimia 95 ni diploma level. Tunaomba vyuo vya serikali vianze kudahili ngazi ya degree, na pia serikali iweze kufunds kama watu wanaweza kwenda kusoma nje, kwa sababu ni mashine mpya zinakuja na zinahitaji utaalamu zaidi. Kwa mpaka sasa tuko karibia watu 2000, lakini karibia watu wengi tuna ngazi ya diploma. Pia kuna jambo la napenda kuishauri MSD, kwa sababu mimi ni user wa mwisho katika mashine zao wanazotuletea huko mahospitalini. MSD kufuatilia katika manunuzi ya vifaa tiba, wao wana mfamasia ambaye anasimamia manunuzi yale. Lakini tunaona vifaa vingi vinavyokuja mahospitalini havijakidhi haja za afya kwa sasa za walaji au watumiaji. Na shauri MSD wawe na mtu kama